sisi ni watoto wako. Tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako, asante kwa ajili ya upendo wako, asante kwa kutulinda na kututunza, mfalme wa wafalme, hata kutufikisha tena siku hii ya leo. Asante kwa kutuamsha na kutuleta nyumbani mwako. Tuna kila sababu za kushukuru na kulibariki jina lako. Tuko mahali hapa mfalme, katika kusanyiko hili tunaalika uwepo wako, tunamwalika Roho Mtakatifu, mwalimu wetu, kiongozi wetu, awe pamoja nasi sasa tunapoenda kusikia ujumbe wa neno lako. Sema nasi, sema na mioyo yetu, ili Bwana wa mabwana tupate kusikia na kuelewa. Fungua akili zetu na mioyo yetu, Mungu wa mbingu na nchi, tupokee sawasawa neno lako. Nami najiweka mikononi mwako, ninakusihi Roho Mtakatifu nitumie vile upendavyo, kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Asante waimbaji, ninaomba tufungue kitabu kile cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza, tutasoma mstari wa kwanza mpaka ule wa 12, lakini ujumbe wetu utabaki kwenye mstari wa 12. Samueli wa kwanza mlango wa 7 mstari wa kwanza mpaka wa 12. Biblia inasema, na hao watu wa Kiriath-Yearimu wakaja, wakachukua sanduku la Bwana, wakalileta ndani ya nyumba ya Abinadabu huko kilimani, nao wakamtenga Eleazari mwanawe ili alilinde sanduku la Bwana. Ikawa tangu siku hiyo ambayo sanduku lilikaa Kiriath-Yearimu, wakati ulikuwa mwingi, kwa maana ulikuwa miaka 20, na nyumba yote ya Israeli wakamwombolezea Bwana. Basi Samueli akawaambia nyumba yote ya Israeli, akasema, ikiwa mnamrudia Bwana kwa mioyo yenu yote, basi ondoleeni mbali miungu migeni, nayo Maashtoreti yatoke kwenu, mkamtengenezee Bwana mioyo yenu, mkamtumikie yeye peke yake, naye atawaokoa katika mikono ya Wafilisti. Ndipo wana wa Israeli wakaondoa Mabaali na Maashtoreti, wakamtumikia Bwana peke yake. Samueli akasema, wakusanyeni Israeli wote Mispa, nami nitawaombea ninyi kwa Bwana. Wakakusanyika huko Mispa, wakaleta maji na kuyamimina mbele za Bwana, wakafunga siku ile, wakasema huko, tumemfanyia Bwana dhambi. Samueli akawaamua wana wa Israeli huko Mispa. Hata Wafilisti waliposikia ya kuwa wana wa Israeli wamekusanyika huko Mispa, Masheri na Wafilisti walipanda juu ili kupigana na Israeli. Nao wana wa Israeli waliposikia, wakawaogopa Wafilisti. Wana wa Israeli wakamwambia Samueli, usiache kumlilia Bwana Mungu wetu kwa ajili yetu, kwamba atuokoe na mikono ya Wafilisti. Ndipo Samueli akatoa mwana kondoo mchanga, akamtolea Bwana sadaka ya kuteketezwa nzima. Samueli akamlilia Bwana kwa ajili ya Israeli, Bwana akamwitikia. Hata Samueli alipokuwa akitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, Wafilisti wakakaribia ili kupigana na Israeli, lakini Bwana akapiga mgurumo, mshindo mkubwa sana juu ya Wafilisti siku ile, akawafadhaisha, nao wakaangamizwa mbele ya Israeli. Nao watu wa Israeli wakatoka Mispa, wakawafuatia Wafilisti, wakawapiga hata walipofika chini ya Beth-Kari. Mstari wa 12, ndipo Samueli akatoa jiwe na kulisimamisha kati ya Mispa na Sheni, akaliita jina lake Eben-Ezeri, akisema, hata sasa Bwana ametusaidia. Amen. Naomba tukae. Kwa hiyo tumesoma hiki kitabu cha Samueli hapa. Ukiangalia hapo, wengi sana katika safari yetu ya maisha, kweli kabisa tumewaacha mbali. Hivi umempa nini Mungu kwenye maisha yako mpaka amekufikisha hapo ulipo, mpaka umefikia huko umri? Umempa nini Mungu? Wangapi hawako tena leo? Hakuna tulichompa Mungu zaidi na zaidi. Ndio maana tuko hapa leo kumwambia Mungu asante.
kwa sababu kwanza kabisa waliabudu miungu ya Baali na Ashtoreti. Kwa hiyo walipoteza ulinzi wa kimungu, walipoteza ule uongozi wa Mungu ndani yao. Ndio maisha yetu leo, tumekuwa ndio, lakini wengi tunafahamu amri za Mungu tumefundishwa tukiwa watoto Sunday school. Kwa hiyo kumbe naweza nikakaa mahali kwenye mateso kwa muda mrefu kwa sababu ya mimi kutokutaka kukua, ya mimi kutokutaka kubadilika, ya mimi kutokujua kwamba niko ndani ya Ukristo kwa miaka mingapi. Huu Ukristo umemzalia nini matunda Mungu? Mimi huu Ukristo umenizalia nini matunda kwangu? Lazima tukubali kukua, lazima tukubali kutembea na Mungu kama watu wazima. Huko nyuma, kabla hatujamjua Mungu, tulikuwa tunasema uongo, tulikuwa tunaona tamaa, tulikuwa tunazini, tulikuwa tunaiba, tulikuwa tunasingizia. Lakini sasa ni watu wazima. Mungu anataka kumuona mtu mzima asiyesema uongo tena. Wana wa Israeli walikaa mahali pale na ile vita ilikuwa ni kubwa sana kwao. Kwa sababu gani? Walikuwa bado wanaishi kama watoto wadogo, wamefundishwa kutembea na Mungu, lakini bado wanafanya yale yale waliozuiliwa. Ndivyo ilivyo kwenye maisha yetu. Kuna mambo tunataka Mungu atutendee, lakini bado tunaishi kama watoto wadogo. Tunaambiwa usiseme uongo, tukiwa kanisani tunafundishwa, lakini tukitoka wengine wanasema huu ni uongo mtakatifu. Hakunanga uongo mtakatifu, uongo ni uongo tu. Bwana Yesu asifiwe. Tuliambiwa kabisa usiseme uongo, ndani zile amri ziko nyingi, usizini. Lakini ndio sisi ambao tumeshafundishwa, yaani hilo neno liko ndani. Sisi sio watoto tena, lakini tunaishi maisha ya kitoto, alafu tunamtaka Mungu afanye jambo kubwa. Haitawezekana. Bwana asifiwe. Lazima tutoke kwenye utoto. Paulo anasema, nilipokuwa mtoto mchanga nilifanya kama mtoto mchanga, nilisema kama mtoto mchanga, nilitembea kama mtoto mchanga. Lakini baada ya kuwa nimekuwa, nimeyabatili mambo ya kitoto kwa sababu mimi ni mtu mzima. Mwambie jirani yangu, wewe ni mtu mzima. Mwambie tena, wewe ni mtu mzima. Mungu anatarajia kwa utu uzima tulio nao tutembee kama watu wazima, tutembee kama watu tunaomjua Mungu, tutembee kama watu tunaozijua sheria za Mungu ili tupokee baraka za Bwana. Kuna watu tunateseka, kuna watu tunapiga, yaani uko pale pale, miaka nenda miaka rudi, lakini nyumbani mwa Bwana unakuja na maombi unafanya. Kwa nini uchomoki? Wana wa Israeli kilichokuwa kinawafunga ni ile dhambi ya kutokwenda sawasawa na Mungu anavyotaka. Miaka inaenda, miaka inasogea, uko pale pale. Kadiri unavyosherehekea siku yako ya kuzaliwa, jua kabisa mimi ninatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Na sio unakuwa kimwili tu, unakuwa pia kiroho. Haleluya, haleluya, haleluya. Biblia inasema Yesu akazidi kukua na kuongezeka katika kima na katika nini? Hekima yote, na kuwapendeza nani? Wanadamu. Kumbe ninapokuwa kiroho ndani yangu ninampendeza Mungu na ninawapendeza pia wanadamu. Mungu anataka ukue kimo, lakini ukue pia kiroho. Sio mtu yule yule wa mwaka jana, yule yule anabakia pale pale. Mungu anataka kadiri tunavyokuwa basi tuongezeke kimwili, lakini pia tuongezeke kiroho, kwa sababu katika kukua kiroho na kuacha mambo mabaya ndipo tunapomwona Mungu. Ukisoma kile kitabu cha Luka 6 mstari wa 44 inasema, kwa nini mnaniita Bwana Bwana wakati hamyatendi ninayoyasema? Kwa nini tunamwita Bwana Bwana halafu hatutaki kutenda kila anasema? Kama tunataka kukua, mtu mzima huwa haambiwi mara 2 wala mara 3,
anajua hapa nimeambiwa hiki niache, lazima niache. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo hawa watu waliteseka sana kwenye maisha yao, walipata shida kweli kweli. Muda wa kukaa kwenye mateso huwa haupimwi kwa uwezo wa Mungu. Huwezi ukaupima muda wa mateso kwa uwezo wa Mungu, kwamba unateseka halafu unasema Mungu anaweza. Kama unaamini Mungu anaweza, badilisha hali ya maisha yako ya kiroho. Amina, watu wa Mungu. Sio kwamba wana wa Israeli walikuwa hawajui uweza wa Mungu ndani yao, walikuwa wanajua, lakini walipomwacha Mungu wakachukua mioyo yao wakaiaminisha miungu mingine, hata kama ule uwezo wa Mungu unatenda kazi katikati yao, haukuweza tena kutenda. Kwa hiyo muda wa kukaa kwenye mateso haupimwi na uwezo wa Mungu, ila unapimwa na hali ya moyo wa mtu. Hali ya moyo wa mtu. Tufungue kitabu kile cha Yeremia, mlango ule wa 17 mstari wa 10. Yeremia 17 na ule mstari wa 10. Biblia inasema, mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Hatuwezi kumpima Mungu kwa uwezo wake tu, tunapimwa sisi kwanza kwa